Mheshimiwa Suma Kenda. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nami nafasi ya kuchangia kwenye wizara hii ya kilimo. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima na afya njema, ambapo nami nimebarikiwa kupata nafasi ya kuchangia kwenye wizara hii ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa wizara hii ya kilimo Hussein Bashe pamoja na naibu waziri wake Sirinde pamoja na wizara yote kwa ujumla wakiongozwa na katibu mkuu na manaibu wa katibu wakuu na watendaji wote kwa ujumla. Mnafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilimpongeza sana Mheshimiwa Hussein Bashe na narudia tena kumpongeza kwa namna kwenye wizara hii ambavyo anafanya vizuri sana. Wizara hii ya kilimo kikweli kabisa umeitendea haki Mheshimiwa Hussein Bashe. Mwaka jana ndio umetia fora moja kwa moja, kwa sababu siku ya wakulima Tanzania pale 8 hapa Dodoma, mambo uliyoyafanya ni makubwa sana. Haijawahi kutokea. Magari 40, matrekta 500, pawatira 800, pikipiki 6444, vishikwambi 6426, sare za wakulima. Yani sijui niseme nini Mheshimiwa Hussein Bashe, kazi kubwa nzuri unayoifanya. Kwa kweli umetendea haki wizara hii. Ndugu zangu wana Nzega mjini, hongereni sana kwa kumchagua Mheshimiwa Hussein Bashe kuwa awe mbunge wenu. Hamkufanya makosa na ninawaomba sana msikosee mwaka huu. Mumchague kwa kishindo, mumpe kura za kutosha Mheshimiwa Hussein Bashe. Na mimi kwa sababu ni mbunge wa viti maalum, nitafika huko ili nami niweze kumwombea kura kwa kumpigia magoti Hussein Bashe ili aweze kurudi tena kwenye bunge hili la Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kuwajali wakulima. Mheshimiwa Rais wetu alisikia kilio cha wakulima. Mbolea ilikuwa ikiuzwa shilingi 150,000. Akatoa ruzuku kwenye mbolea mpaka sasa hivi ni 75,000. Wakulima wanakushukuru sana Mheshimiwa Rais, na shukrani yao utaiona tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka huu, pale ambapo utapewa kula nyingi za heshima za kishindo, hasa kwenye mkoa wangu wa Mbeya. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Hussein Bashe kaka yangu, unafanya kazi nzuri na njema sana. Lakini mkoani kwetu Mbeya, wilaya ya Rungwe, kuna kilio kikubwa sana kaka. Kuna kilio kikubwa mno. Wakulima wa chai wamepata tatizo kubwa sana. Wakulima wa chai wa Kayuki, Chivanje, Msekela na Masukuru, kulikuwa na kiwanda cha Chivanje. Alipewa mwekezaji. Mwekezaji huyo alikuwa akifanya vizuri sana. Dewji Mo ama Mo Dewji alikuwa akifanya vizuri, lakini mwisho wa siku hatujui kulitokea nini. Kiwanda kilifungwa tangu tarehe 26 Machi 2024. Wakulima wale wanapata shida sana kwa sababu hilo zao limebeba watu wengi sana wa mkoa wa wilaya ya Rungwe. Mheshimiwa Bashe kaka yangu, ninakuomba sana useme neno utakapokuwa unakuja kwenda hapo. Useme neno kwa ajili ya wakulima wa chai wa mkoa wa wilaya ya Rungwe, hasa wanawake wamekuwa wakipata shida mno. Walikuwa kiamka saa 11 alfajiri wanajiandaa kwenda kuchuma chai pamoja na wakina baba, lakini sasa hivi hawana kazi ya kufanya. Mheshimiwa Waziri Bashe, ninakuomba hata kulikuwa na kiwanda kile cha Katumba pale cha Watco kimefungwa rasmi mwezi huu tarehe 9 mwezi huu Mei 2025.
Hawa wakulima wafanye nini? Na hao wakulima wa Watco hapo, wao tangu mwezi wa pili hawajalipwa fedha zao mpaka sasa. Kiwanda kimefungwa na wao kwa kujidunduliza tu walinunua mbolea, waliweka mbolea, hiyo mbolea hawana ta fedha za kulipa. Naomba kwa huruma yako wewe kaka yangu Mheshimiwa Waziri Hussein Bashe, una matrekta 500, pawatira 800, pikipiki 6444, vishikwambi 6426, sare za wakulima. Yani sijui niseme nini Mheshimiwa Hussein Bashe, kazi kubwa nzuri unayoifanya. Kwa kweli umetendea haki wizara hii. Ndugu zangu wana Nzega mjini, hongereni sana kwa kumchagua Mheshimiwa Hussein Bashe kuwa awe mbunge wenu. Hamkufanya makosa na ninawaomba sana msikosee mwaka huu. Mumchague kwa kishindo, mumpe kura za kutosha Mheshimiwa Hussein Bashe. Na mimi kwa sababu ni mbunge wa viti maalum, nitafika huko ili nami niweze kumuombea kura kwa kumpigia magoti Hussein Bashe ili aweze kurudi tena kwenye bunge hili la Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kuwajali wakulima. Mheshimiwa Rais wetu alisikia kilio cha wakulima, mbolea ilikuwa ikiuzwa shilingi 150,000. Akatoa ruzuku kwenye mbolea mpaka sasa hivi ni 75,000. Wakulima wanakushukuru sana Mheshimiwa Rais, na shukrani yao utaiona tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka huu, pale ambapo utapewa kula nyingi za heshima za kishindo, hasa kwenye mkoa wangu wa Mbeya. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Hussein Bashe kaka yangu, unafanya kazi nzuri na njema sana. Lakini mkoani kwetu Mbeya, wilaya ya Rungwe, kuna kilio kikubwa sana kaka. Kuna kilio kikubwa mno. Wakulima wa chai wamepata tatizo kubwa sana. Wakulima wa chai wa Kayuki, Chivanje, Msekela na Masukuru, kulikuwa na kiwanda cha Chivanje. Alipewa mwekezaji. Mwekezaji huyo alikuwa akifanya vizuri sana. Dewji Mo ama Mo Dewji alikuwa akifanya vizuri, lakini mwisho wa siku hatujui kulitokea nini. Kiwanda kilifungwa tangu tarehe 26 Machi 2024. Wakulima wale wanapata shida sana kwa sababu hilo zao limebeba watu wengi sana wa mkoa wa wilaya ya Rungwe. Mheshimiwa Bashe kaka yangu, ninakuomba sana useme neno utakapokuwa unakuja kwenda hapo. Useme neno kwa ajili ya wakulima wa chai wa mkoa wa wilaya ya Rungwe, hasa wanawake wamekuwa wakipata shida mno. Walikuwa kiamka saa 11 alfajiri wanajiandaa kwenda kuchuma chai pamoja na wakina baba, lakini sasa hivi hawana kazi ya kufanya. Mheshimiwa Waziri Bashe, ninakuomba hata kulikuwa na kiwanda kile cha Katumba pale cha Watco kimefungwa rasmi mwezi huu tarehe 9 mwezi huu Mei 2025. Hawa wakulima wafanye nini? Na hao wakulima wa Watco hapo, wao tangu mwezi wa pili hawajalipwa fedha zao mpaka sasa. Kiwanda kimefungwa na wao kwa kujidunduliza tu walinunua mbolea, waliweka mbolea, hiyo mbolea hawana ta fedha za kulipa. Naomba kwa huruma yako wewe kaka yangu Mheshimiwa Waziri Hussein Bashe, una hekima, una busara, ninakuomba utakapokuja kusema hapa useme neno kwa ajili ya wakulima wa chai wa wilaya ya Rungwe. Mungu aendelee kukubariki na kukuongoza kama vile ambavyo tunaliombea taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nafasi hii ulionipa, wacha nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anavyolipenda taifa hili la Tanzania, kwamba liendelee kupata sifa kubwa. Ni juzi amefanya jambo kubwa ambalo limekwenda kumpitisha kiongozi wetu wa upande wa afya, ndugu yetu Profesa Janabi. Pongezi nyingi sana Mheshimiwa Rais wetu, kwa sababu unasimamia, unakuwa kipaumbele namna ya kuongea na mataifa mengine ili tuweze kusikika wa Tanzania kwa nafasi mbalimbali. Kwa kuwa umeendelea hapo, ulianza na Mheshimiwa Daktari
Dr. Tulia Ackson ambaye ulimpa nafasi kubwa kwa sababu ulimuombea kule kwenye mabunge ya dunia akawa rais wa IPU. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajivuna sana na kunajisikia furaha na amani. Sisi yetu ni dua kwako. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa uzima na afya njema ili tufike salama 2025 Oktoba, mambo yote yaweze kwenda sawa sawa kwenye kapu la kula ambazo utakuwa unazihesabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa nafasi ulionipa. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Ninaunga hoja mkono wizara hii na bajeti hii iende kupita sawa sawa na Mheshimiwa Basha alivyoomba. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Dr. Christine Gabriel Shengoma.